Bana, kuelekea kwenye mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Young Africans pamoja na Al Ahly, mechi ya marudiano baada ya ile mechi ya kwanza kumalizika pale Misri Alexandria. Kwa upande wa Al Ahly kufanikiwa kuweza kukusanya alama tatu na kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya wananchi Young Africans. Hii ni mechi nyingine ambayo inakwenda kupigwa siku ya kesho. Kwa upande wa wananchi Young Africans wamejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata ushindi dhidi ya Al Ahly, lakini kwa upande wa Al Ahly wenyewe wao wanaonekana kwamba wamekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaendelea kusaka alama zingine tatu. Wanachokihitaji ni kuhakikisha kwamba wanapata alama 6 mbele ya Young Africans. Je, hii inawezekana? Ni maswali mengi ambayo yamekuwa yakiendelea. Wacha nikufahamishe kwamba kwa upande wa Al Ahly tayari wamewasili Zanzibari na mapokezi yamekuwa makubwa kweli kweli. Wamepokelewa kwa kishindo, yani namna ambavyo Al Ahly wamepokelewa paka wenyewe wamefurahi, na wameposti pia kwenye ukurasa wao wa Instagram kuashiria kwamba wamefurahia mapokezi na staili ambayo wamepokelewa na vijana wengi, wakina kaka kina dada, shangwe likiwa kubwa, lakini pia nyimbo moja nzuri kabisa wakiwa wanaimbiwa Al Ahly, karibuni Zanzibari, karibuni sana, hakuna matata yoyote, kila kitu kipo shwari, kitu ambacho kimewafurahisha sana Al Ahly namna ambavyo wamepokelewa. Sasa kupokelewa kwa Al Ahly hii kuelekea kwenye mchezo wenyewe, hii inaashiria nini? Ni jambo ambalo kila mmoja na maswali mengi katika staili ambayo amepokelewa Al Ahly, lakini jambo kubwa ambalo nahitaji kulizungumza hapa ni utayari wa wachezaji kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Al Ahly wanamkosa kiungo fundi wa ushambuliaji Emam Ashur, moja kati ya mchezaji ambaye amekuwa bora sana kwenye kikosi chao. Kwa nini anakosekana kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Young Africans? Ni kutokana na yeye kupishana na kocha. Zipo taarifa kwamba Emam Ashur wiki kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania bara walitofautiana na kocha wa kikosi hicho kutokana na namna ambavyo alifanyiwa sabu katika dakika ya 69 katika mchezo wa ligi kuu ya pale Misri, jambo ambalo yeye hakufurahishwa nalo na hatimaye wakatofautiana na kocha, kitu ambacho mpaka hivi sasa hakijawa sawa baina ya Emam Ashur pamoja na kocha kikosi cha Ahly. Na kwa upande wa kocha akaonekana amhitaji pia kuelekea kwenye mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Young Africans, na kocha alimweleza wazi kwamba hatamjumuisha kwenye safari ya kuelekea Tanzania, jambo ambalo pia kwa upande wa Emam Ashur yeye aliona fresh tu, na Emam Ashur anaonekana ni kama ni mtomvu wa nidhamu kutokana na namna ambavyo majibu yake dhidi ya kocha, lakini kitu ambacho kiliwasababisha pia viongozi wa kikosi cha Al Ahly, viongozi wa club, baada ya kupata taarifa kwamba kocha hatamjumuisha mchezaji huyo kwenye safari ya kuelekea Tanzania, viongozi waliona isiwe kesi, wakataka kulimaliza hili kati ya kocha na Emam Ashur, huku akinishinikiza mchezaji aje kwenye ardhi ya Tanzania aendelee kukipiga kama kawaida, lakini mchezaji akutii wala kutokea katika msafara wa wachezaji kuja kwenye ardhi ya Tanzania, jambo ambalo limewakera pia viongozi wa kikosi cha Al Ahly, na hatimaye wameona kwamba kama ni utomvu wa nidhamu, manake tayari walimwambia kwamba anapaswa kujiunga na wenzake kwa ajili ya kuanza safari ya kuja kwenye ardhi ya Tanzania, lakini mpaka kikosi cha Al Ahly kinaanza safari pale Misri kuja kwenye ardhi ya Tanzania, Emam Ashur alikuwa onekani wala apokei simu, jambo ambalo kwa upande wa viongozi wa klabu ya Al Ahly waliona kwamba huu ni utomvu wa nidhamu, na wamemfungia takribani majuma 2, lakini pia kumpiga faini ya shilingi takribani milioni 82 za Kitanzania. Hili ni jambo kubwa, jambo nzito kuelekea kwenye mchezo wenyewe dhidi ya Young Africans, na kukosekana kwa Emam Ashur pengine inaweza ikawa ni ahueni
kwa upande wa kiungo cha ukabaji ndani ya kikosi cha Young Africans, lakini pia kwa upande wa mabeki wa kikosi cha Young Africans. Hapa tunamzungumzia kuanzia namba 6 Damaro, lakini mabeki wa kati Ibra Baka pamoja na Dickson Job. Kama kocha atatumia mabeki wa tatu, basi Adi Bakari Nondo Mwamnyeto. Hii inaweza ikawa ni taarifa nzuri njema kwao kutokana na namna ambavyo Emma Mwashur amekuwa mchezaji bora ndani ya kikosi cha Al Ahly na amekuwa akiwa msumbufu sana kwenye lango la mpinzani. Moja kati ya mchezaji ambaye anajua kumiliki mpira, anajua kuutunza mpira, anajua kupiga chenga, anajua kufanya vitu vingi sana kwenye eneo la kiungo. Pengine inaweza ikawa ni aweni kwa upande wa Young Africans kuelekea kwenye mechi yenyewe. Kila mmoja anasubiri kuweza kuona, je, Zanzibari pale kwenye dimba la New Amani ni nani ambaye anaenda kuvuna alama tatu? Je, ni Young Africans ama ni Al Ahly, ama wanakwenda kugawana pointi? Ni moja kati ya mechi nyingine ambayo ni ngumu haswa. Lakini kwa upande wa wananchi Young Africans, kikosi kinaonekana kiko full mkoko. Kipo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kinapambana kubakisha alama tatu kwenye ardhi ya Tanzania. Hapo namzungumzia Pedro Pacome, moja kati ya mchezaji ambaye ni bora kabisa, top class ndani ya kikosi cha Young Africans. Yupo tayari kwa ajili ya mchezo. Maxim Pianzingeli kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, moja kati ya mchezaji ambaye mwenye energy ya kutosha, yuko tayari. Lakini pia namzungumzia Alan Okello, moja kati ya ongezeko jipya kwenye dirisha dogo la usajili ndani ya kikosi hicho, na ameanza vizuri. Amekuwa akipiga kila pass, namna ambavyo amekuwa akimiliki mpira, akitunza mali, akiforce kwenye eneo la lango la mpinzani. Moja kati ya mchezaji ambaye ni bora kabisa, yuko tayari kwa ajili ya mchezo. Lakini hapo namzungumzia Depu, mchezaji ambaye ni kwenye eneo la ushambuliaji, amekuja kuongeza kitu kikubwa ndani ya kikosi cha Young Africans. Mwamba yuko tayari kwa ajili ya mchezo. Mwamba yuko tayari kwa ajili ya kufunga mabao. Shughuli ni nzito kweli kweli, asikwambie mtu. Lakini tunamzungumzia Djigui Diarra, moja kati ya goalkeeper bora kabisa barani Afrika. Mwamba pia yuko tayari kwa ajili ya mchezo wenyewe, mchezo ambao utakopigwa hapo kwenye dimba la New Amani Zanzibari. Djigui Diarra yuko kwa ajili ya saving za mashuti ya wachezaji wa kikosi cha Al Ahly. Yuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba lango la Young Africans linakuwa liko salama salimini. Hii ni moja kati ya mechi ambayo yenye taswira kubwa kabisa barani Afrika kutokana na namna ambavyo Young Africans wameanza kuonyesha makubwa barani Afrika katika namna ambavyo amekuwa akicheza mechi zake. Lakini pia kwa upande wa Al Ahly, hii ni moja kati ya timu bora kabisa barani Afrika. Hakuna ubishi kutokana na ubora ambao wako nao Al Ahly. Kwa ni mechi ambayo pia wengi watatamani kuona Al Ahly akiwa yuko gerini dhidi ya timu ambayo inakuja katika ubora kwa kasi kabisa barani Afrika. Al Ahly anakwenda kufanya nini katika mchezo kama huu? Lakini pia makocha wa pande zote mbili, kila mmoja atatamani kuweza kuona kocha wa Al Ahly atakuwa na maswali gani ya kumuuliza kocha Pedro Goncalves, kocha wa kikosi cha Young Africans. Moja kati ya kocha ambaye amekuja kwenye ardhi ya Tanzania, lakini pia anaonekana ameweza kukishape vizuri kikosi cha Young Africans baada ya kupita kocha ambaye alianza msimu na hatimaye kapwaya akaonekana si chochote. Alivyokuja Pedro, kuna kitu ambacho kinaonekana kimeongezeka kwenye kikosi hicho cha wananchi Young Africans. Kila mmoja anasubiri kuweza kuona ufundi wa kocha kuelekea kwenye mchezo wenyewe wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Bana, shukrani sana kwa kuendelea kuifuatilia Gift Online TV. Hakikisha una subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuendelea kupata taarifa nyingi za kimichezo. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Endelea kubaki nami.